According to Kendant vets working in those counties, donkey owners are now enlightened on donkey welfare and are always seeking ways to better feed and keep their donkeys healthy. Hapa tunasaidiana na wenye punda kuwafundisha kuhusu afya ya punda na jinsi ya kuwatunza. Na sana sana ile changamoto wanapitia ni kwa hali zao ya kazi, punda wanapata vidonda ambayo tumewajaribu sana kupunguza kwa kuwafunza jinsi ya kutumia mikokoteni ya punda. Ingine ni magonjwa ambayo yanazuiliwa kama ya pepo punda ambayo tunafanya sasa na madaktari wa huku kufanya ile chanjo ya pepo punda ambayo tunafanya sasa karibu kila baada ya miezi 6. Ingine ni ile magonjwa ambayo mwenye punda mwenyewe anaweza zuia kama kupatia punda dawa ya minyoo kila wakati isipite miezi 3. Pia tunawahimiza kuwasiliana na madaktari hao kila wakati, especially wajue dalili za ugonjwa wa punda wakati punda ako mgonjwa. Kwanza tuambia punda, ukiona punda wako akai vile anakaanga kawaida, upate hana nguvu ya kubeba, uone hakuli ama anakaa tu ile anakaa si mchangamfu sana kama kila wakati. Hapo sasa ndio tunaambia wasiliana na daktari akuja ahudumie punda before ugonjwa iendelee sana. Pia hapa tunasaidiana pia na madaktari wa area hii kuwaelezea zaidi kuhusu changamoto za punda na vile wanasaidiana. Kuna program ambayo tunataka kila kikundi ya wanapunda wakuwe na daktari wao ambaye watakuwa naita wakiwa na changamoto. So hiyo ndio tunawasaidia kuwa link na madaktari. Tunaambia sasa area yenu mko na daktari fulani wa fulani ambaye tumefanya ile practical sessions na ile tunaita build capacity yao kuhandle punda. Na wakati mwingi madaktari wanatoka chuoni bila kuwa na ile practical knowledge ya kutibu punda. Na hivyo sasa tumekuwa na hiyo mentorship kile ambayo inaendelea kila wakati na tumeweza kuwafikia wengi. We have been taught on the way donkeys should be treated. We have also formed groups where we meet and teach other donkey owners to save money for the donkey in case it falls sick. We are also able to feed them well. I have bought about 300 bales of hay. I have also been able to buy a freshened cow through proceeds made from my donkeys. Try to understand donkeys as the animals they are. Domesticated donkeys sometimes have difficulties accepting animals of other species within their territory. In nature, they would live in small flocks. They also adapt well in different climatic regions, but very sensitive to change and the way they are treated by their handlers. All changes should therefore be introduced slowly and gradually. Watu wa Kendak tunawashukuru juu sometimes wanakuja bado wanatufuza hata venye tunaweza kuwa bado punda tunawahelp. Unaona, si kila time ati ni maviboko. Hiyo kwanza wametuambia maviboko kando. Bonga na punda na siku hizi hata ukibonga naye anakusikia. Hakuna kiboko. Tunayo manufaa mingi sana ambayo tumetoa kwa Kendat, na haswa hata nyuma yangu kiangalia kuna air shade ambayo tumekuwa supported na hiyo shirika la Kendat, na wamesupport watu wengi sana kutoka kaunti yote ya Kirinyaga, na hakika punda wengi wamekaa katika mahali ambapo hawanyeshewi. Tumegharimika hata sisi wenyewe na gharama nyingine imetolewa na hawa watu, na pia katika hali ya elimu tumeremika. Mahali wakati kidogo kabla wakuje tulikuwa tunachapa punda na kuwatumia vibaya, nakuta Mwea ni mahali ambapo punda walikuwa na vinonda mingi sana, lakini baada ya shirika hilo kuingia katika Mwea tumebadilika. Watu wengi wameacha kuchapa punda, wanaogeresha, wanakaa nazo, wanarisha vizuri. Maisha yamekuwa mazuri na sasa tunakaa nazo, na tunasema kwamba hii shirika la Kenda liendelee hivyo hivyo. Tunatoa shukrani zetu za dhati
na waendelee kuwa pamoja nasi mpaka mwisho. They are strong animals and can work hard and carry burdens. They are often claimed to be stubborn, but they are really just very good survivors, and that is important to understand when working with them. Most of their behavior is motivated by their will to survive, and therefore avoid everything which they find difficult, frightening or painful. Ile kitu muhimu ukitumia huyu mpuda, lazima ufuate kanuni ambazo zinamfaa. The lights of the donkey. One, lazima umjengee akae mahali ambapo hanyeshewi wala baridi ampigi sana. Jambo la pili, umpe freedom ya kuwa kwamba wana meet na punda wengine ili aweze kuwa na ile hali ya kusikia kwamba hana upweke, na pia katika mating zinaweza mate na zipate kusarisha punda wengine. Jambo lingine ni hali ya chakula. Punda hakuli chakula hiyo mingi sana. Ni hali ya kumchanganyishia habari ya maize jam, bran na vitu ambazo ni greens, na pia sio zile green sana ziko na maji mingi. Punda hapendi ile chakula iko na maji mingi. Kwa hivyo ukimpea zile maize jam, bran na pia maji, anapenda maji sana, na mpee green kidogo sababu ya vitamin. Pia mchaje chanjo ya UDOM ya nini, Udeomit, and then mchaje chanjo ya tetanus. Hivyo inamkinga kutokana na maradhi na magonjwa ambayo anaweza pata kutoka kwa punda zingine ama kutoka kwa mchanga, na umrishe vyema. Huyo punda ako sawa na ako tayari kufanya kazi pamoja na wewe. Pia hali ya kumuogelesha, hataki kupigwa sana. Punda ukimuonyesha tunaenda hii, yeye anafuata ile ambayo unamwambia, na hajui ukimpitishia left, hata ukiwa peke yake, akiwa na gari donkey cart, hawezi akaenda kupitia on light side, anapitia tu left. Punda kile kitu hasemi tu ni kuongea, lakini kusikia na kutenda, punda ako sawa kabisa, hayuko kama other animals, ako sawa kabisa. Kwa hivyo hali ya kumuongelesha, yeye anakujua, ako na uwezo wa kusmell, kujua kwamba mwenyewe ako area kama mita 30 hivi. Anasikia harufu yako, kuongea kwako, anakuelewa. Every year on the 17th of May, the Jack, Jenny and their foals are celebrated. According to Brook, a charity that protects the lives of horses, donkeys and mules in the developing world, the day aims at recognizing the contribution donkeys make to the national and rural economy across Kenya. KENDAT CEO Eston Mureithi. Communities felt that they need to recognize this animal that works so hard for them. And they proposed that 17th of May of every year, starting from the year 2006, that we mark and recognize the work that the donkey has done. And that's how we started marking the National Donkey Day on every 17th May of every year. Now, this year, we have activities taking place in many different places, noting that the number of organizations that have come in to join hands with KENDAT and Brook East Africa to address donkey welfare issues is now big. We have many people doing this work of improving the welfare of donkeys. We have organizations that are convened as the Association of Donkey Welfare Organizations in Kenya, which is ANDWOP, and this association is made up of many organizations, including KENDAT, Caritas Kitui, Inandes Formation Kenya, Farming Systems Kenya, we have Senda Cow Kenya, we have APANT in Turkana, in different places of this country. So what we shall be seeing this year is that the Donkey Day activities have spread across all parts of this country. Initially we started with one place in Limuru in the year 2000, but now it is spread in all parts of this country because we have representation of all these organizations in all the parts of the country. And even our colleagues in Tanzania
are also marking the day. They are helping Kenya to celebrate the day, because I think they're also in the process of identifying a day for themselves to celebrate the National Donkey Day. So the activities that you'll see across the many parts is you'll see donkeys getting attention in terms of veterinary care. You'll see people celebrating the work that the donkey has done by giving the donkey special attention in feeding, watering, and also many communities coming together to just have fun and share ideas and celebrate the day. There are others who have organized special cleanups in towns or market centers, just to show people that even donkeys have a place in this world. Yeah. According to a paper presented at the 6th African Conference of Agricultural Economists on September 2019 in Abuja, evidence from Kiambu County reveals that donkey ownership and use contribute up to 36% of total household income annually. Therefore, promoting donkey use and welfare protection is a potential pathway out of poverty through increased income. Policymakers at county and national level should prioritize donkeys in development programs. Specifically, credit schemes and small grants by county governments should consider mainstream donkey use in their programs. Further, marginalized groups should be encouraged to own donkeys, particularly the urbanizing youth population in search of employment.